ni Mtoro TV. Na mtazamaji wa Mtoro TV, bado tuko katika viwanja hivi vya viwanja vipya katika kushiriki swala ya Eid ambayo imeshatoka kuswaliwa hivi punde. La hapa kama unavyoona, wananchi mbalimbali ama waumini mbalimbali wamekwisha kutawanyika, lakini hapa kama ambavyo tulivyosikia hapo awali kuwa leo umefanyika uzinduzi rasmi wa ujenzi wa viwanja hivi, na hapa ndipo na miongoni kati ya waasisi wa taasisi ya Ummat Muhammad ambaye yeye atajitambulisha kwa nafasi yake, anaitwa nani ili tuweze kumfahamu. Brother, karibu sana katika Mtoro TV. Watazamaji wanataka kufahamu kuhusu wewe na kukusikia wewe ni nani, unahusikaje katika taasisi ya Ummat Muhammad. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Faisal Adam. Mimi ni katibu kwenye hii taasisi ya Ummat Muhammad. Taasisi hii ilianzishwa kwa umoja wa Waislamu wanaoishi katika maeneo haya, maeneo ya Kigamboni, viwanja vipya, Geza Ulole, maarufu sana Muhimbili Vichaa. Taasisi hii ilianzishwa kwa umoja wa Waislamu tofauti tunaoishi katika maeneo haya, lakini msukumo wa kuanzishwa kwa taasisi hii ilikuwa ni changamoto tunaoipata Waislamu ambao tunaishi katika miji hii iliyo mipya. Ukitazama katika maeneo haya, majengo mengi sana ni mapya, ni miji ambayo ndio inaendelea kujengwa kwa sasa maeneo haya ya Kigamboni. So changamoto kubwa ambayo tunaipata ni eneo la malezi, kwa maana watoto wetu wanapata elimu katika shule mbalimbali, wanapata elimu vizuri, lakini wanaporudi majumbani wanapata changamoto ya malezi ya kidini. Kwa hiyo tukakosa eneo hilo la madrasa la kufanya watoto wetu waweze kupata elimu ambayo inaweza katengeneza nyoyo zao vizuri. Kama mnavyoona ndugu mtangazaji, impact kubwa inayotokea kwenye jamii kwa sasa inatokana na malezi. Athari tunazoziona mbalimbali, na majina mapya yanatoka, kuna Gen Z, kuna vijana wasiosikia, lakini ukiangalia chimbuko kubwa ni malezi. Chimbuko kubwa ni malezi ya watoto kwenye misingi ya kidini. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni kukosa eneo zima la ibada. Kwa hiyo kwa ajili ya sisi kukosa eneo la ibada, ukiona tunatoka hapa tunatembea zaidi ya kilomita 3 kwenda kutafuta msikiti wa kuweza kufanya ibada. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni changamoto kubwa. Tulipokaa tukazungumza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kuna wenzetu 3 walijaliwa kuweza mioyo yao kuweza kulainika na kutoa maeneo yao. Ukiangalia viwanja hivi vilivyokuwa hapa, kila kimoja kina zaidi ya square mita 600. Kwa thamani ya ardhi ya eneo hili square mita 600 ni zaidi ya milioni 35, lakini Waislamu hawa tunamwomba Mungu aweze kuwapa ahera iliyo bora kwao, kwa maana ameacha milioni 35 yake, lakini akaamua kufanya biashara na Mwenyezi Mungu. Sawa. Kuna mama mmoja na kuna wanaume wawili ambao wao wameamua kuweza kutoa viwanja vyao kwa ajili ya kuweza kujengwa nyumba ya ibada, lakini kituo cha malezi ya watoto wetu. Kwa hiyo kupitia hilo ili tupaswa tuweze kutengeneza utaratibu ambao tunaweza tukalisimamia hilo katika misingi ambayo inafuata sheria na utaratibu kama nchi yetu inavyoongoza. Basi tumeanzisha taasisi hiyo kwa lengo hilo la kuweza kuanzisha mchakato wa eneo hili kuweka nyumba ya kusalia ama msikiti, lakini kutakuwa na kituo cha kuweza kulelea watoto, lakini na kituo ambacho kitakuwa kinatoa elimu kwa vijana wetu ambao wapo kwa sasa hawana eneo la kusomea. Kwa hiyo tukasema sasa siku ya leo, kwa sababu ni siku ambayo inakusanya Waislamu wengi duniani, tukasema ni siku bora ambayo na sisi tutaitumia katika kupeleka ujumbe kwa Waislamu wenzetu walio katika maeneo tofauti, kwa sababu hili jambo tena sio la viongozi, sio la Ummat Muhammad, bali hili swala limekuwa la Waislamu wote. Sasa kwa hilo sasa tumekuja tupeleke taarifa na tuweze kupata michango yao kwa namna yoyote, kwa mawazo, kwa fedha, ili tuweze kuhakikisha katika eneo hili basi linatajwa neno la Mwenyezi Mungu, inasoma Qur'ani, lakini katika eneo hili basi tunaweza kufanyika mambo mema yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa mmefikia wapi
na changamoto gani ambazo mnazipitia? Labda pengine mtazamaji wa Mtoro TV anaweza akasikia na yeye pia akauiwa katika kuweza walau kusupport, kwa sababu tunaamini watu wengi wanafuatilia, watu wengi wanapenda kufanya vitu vya kheri, watu wengi Mwenyezi Mungu amesema faliata nafasi mutanafisun, shindaneni katika majambo yaliyokuwa majambo mazuri. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna changamoto gani ambayo umeipata, au kitu gani ambacho unatamani watu labda wazidi kuweza kukifanya? Sawa, asante sana, nashukuru kwa swali zuri. Kama tulivyotangulia kusema awali, eneo hili limetolewa na Waislamu wenzetu ambao maeneo haya yalikuwa ni surveyed plots, tayari imeshapimwa na viwanja hivi viko na hati. Kwa hiyo kwa sababu Waislamu wao wamejitoa kuweza viwanja hivyo viweze kutumika kwa ajili ya kujengwa msikiti. Msikiti unapaswa kusimamiwa na taasisi kama tulivyoelekezwa na taratibu mbalimbali za kiserikali na za kidini zinavyoeleza. So sasa hivi tuko kwenye mchakato wa mwisho wa kumalizia kusajili taasisi, ambao tuko kwenye hatua za mwisho kabisa. Lakini tulisema wakati tunaendelea na kusajili taasisi, tayari tumeshafuata utaratibu mbalimbali wa kuweza kuangalia namna gani tunajenga eneo hili. Kama unavyoona umoja wa mama wa Kiislamu My Muslim wa Geza Ulole, ambao wao wameweza kuwasilisha sadaka yao kwa tofali 1000, na sisi mmoja tumekuwa tukichangia katika kuweza. Kwa hiyo msikiti huu mpaka sasa hivi, eneo hili la msikiti mpaka sasa hivi limeshacholewa ramani yake kama unavyoona kwenye hiyo picha. Tayari limeshapata mchoro, tayari limeshapata estimation kwenye upande wa uzio, lakini kwenye upande wa msikiti wenyewe pamoja na nyumba ya mwalimu pamoja na madrasa tayari viko na mchoro, na tayari tuko na estimations ambazo zinaelekeza gharama hizo zitakuwaje, ili tuweze sasa kuingia kwenye mchakato mzima wa kuanza kujenga. Kwa hiyo nitoe wito kwa Waislamu waliopo Geza Ulole, Waislamu wengine walioko sehemu zote duniani, wanapopata ujumbe huu, tunaamini kupitia mchoro Masjidi Mtoro Online TV inaweza kufikisha au kupaza sauti ikasikika kwa Waislamu wote duniani. Atakayewiwa tuko tayari kuweza kupokea, kama ikiwa ni material, mwenye kuiwa na kuleta tofali kama wakina mama walivyoleta, tunapokea. Kiwanja kipo ni cha Waislamu wote, mwenye kuleta bati, mwenye kuleta chochote kile kinachohusiana na ujenzi, kwa maana nondo, kwa maana kila kitu tumefungua milango hiyo. Japo tunasema kwamba tutalifanya sisi, lakini hili si jambo la Waislamu. Kwa hiyo Muislamu yote yuko huru kuja kuleta sadaka yake kupitia umoja wa Waislamu katika ile ambao ni Umati Muhammad Foundation. Ni kheri kuweka athari kwenye maendeleo ya dini yako ya Kiislamu. Kwa hiyo vijana ambao wanakosa mvuto, hiyo ni kutokana na athari ambazo labda zimetokana katika malezi yao, katika ukuaji wao. Lakini kijana wa Kiislamu alielelewa katika misingi ya Kiislamu na akapata elimu nzuri, ili inakuwa ni kama jambo la faradhi kwake kulifanya. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana kusogea katika maeneo ambayo dini inazungumzwa, kwa sababu dini inazungumzwa misikitini, dini inazungumzwa katika maeneo mbalimbali ya ibada. Tunapaswa tuweze kusogea, ili kupitia walimu wetu, kupitia viongozi wetu wa kiimani, tunaweza kujazwa imani zetu kupitia huko. Kwa hiyo wewe kuweza kumtolea Mwenyezi Mungu labda 1,000,000, labda 1,000, unaweza usione thamani yake kwa sababu umetoa katika eneo ambalo hata uone ni kinacho impact ya moja kwa moja, lakini Mwenyezi Mungu unapomkopesha, yeye atakulipa zaidi ya kile ambacho wewe umemkopesha. Kwa hiyo kufanya biashara na Mwenyezi Mungu, nadhani ni biashara isiyokuwa na hasara. Imezungumzwa katika vitabu, imezungumzwa na walimu wetu, kila siku wanatuhusia hilo. Kuweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuna ripa zaidi. Kwa hiyo kuliko kutoa kiasi chako cha pesa ukaenda kukifanyia jambo lolote la kumwasi Mwenyezi Mungu, nenda kamwekee Mwenyezi Mungu chochote. Sasa hivi naona katika eneo hili kuko hivi, lakini kuhakikishie kwa mioyo ya Waislamu wa eneo hili, lakini tunaamini na tulawapelekea ujumbe, Waislamu wana nguvu ya kulifanya eneo hili inshallah. Kama ukitazama au kama ulisikiza hutuba nzuri kwa mgeni wetu rasmi, alizungumza vizuri. Ukitazama kuna majengo mbalimbali hapa, amejengwa na mtu mmoja. Hapa tunahitaji nyumba ya kuweza kusema au kumtaja Allah katika eneo, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika eneo hili.
hatuwezi kushindwa. Waislamu tuko zaidi ya 1000. Kwa hiyo nitoe wito kuwaomba sana sana sana, chochote kile ukija hapa hata ukaamua kufanya usafi katika eneo hili, utakuwa umeweka impact katika kile ambacho kinataka kufanyika hapa, na utakuwa umeweka athari ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni wahase katika kuweza kutoa sadaka zenye kuendelea, zenye kuweka impact ya leo hapa na kesho ahera. Basi kiongozi, mimi nikushukuru sana kwa muda wako, lakini pia nikuombe usichoke kuendelea kufanya mambo haya kheri. Mwenyezi Mungu atakulipa inshallah. Inshallah hili, mimi niwashukuru sana Mtoro TV na kwa habari njema ambazo mnazisambaza katika masala ya kidini. Nadhani mmepia mnapaza sauti kwa kiasi kikubwa sana, na mmekuwa mkifanya kazi nzuri. Inshallah heri, Mungu atawalipa. Asante sana, nimezipokea kwa niaba yao. Shukrani sana. Naam, alikuwa ni hii ni Mtoro TV.